Bwana, inakuwaje? Karibu sana kwa wewe ambaye ndo kwanza unaitazama PM Online. Kubwa zaidi ni kuambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele ili uwe mtu wangu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Yapo mengi ambayo yanaendelea katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara na kila jambo limekuwa likizungumzwa kwa aina yake kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwa wakati huo. Sasa kwa upande wa Yanga ambao wanajiandaa na maandalizi ya kumaliza mechi zao kadha zilizosalia, ni watu ambao wamekuwa wakionekana na wamepewa sifa nyingi kutokana na maamuzi ambayo siku za hivi karibuni yamefanyika na kutimizwa yale matakwa ambayo Yanga walikuwa wanayaomba kwa mamlaka za soka, na hivyo tayari yamekamilishwa. Tuseme tulishuhudia wakiomba kwamba bodi ya ligi viongozi wake baadhi waweze kujiuzuru, na kitu ambacho tayari kimekwisha kutokea kwa Steven Mguto kuweza kutuma barua ya kutaka kujiuzuru. Lakini pia kwa upande wa CEO Almas Kasongo tayari rais wa TFF amekwisha kumpiga pause kidogo na kupisha mambo mengine yaweze kuendelea. Sasa taarifa njema ambayo inazunguka kwenye vichwa vingi vya habari ni pamoja na kile ambacho kinamhusu beki wa Yanga Kwas Atoula Yao ambaye amefanyiwa operesheni siku au miezi kadhaa iliyopita akiwa anasumbuliwa na goti. Tayari amekwisha kuanza mazoezi mepesi na siku zijazo, siku sio nyingi, huenda akarejea katika hali yake ya kawaida. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali ambazo zimetolewa na madaktari kutoka katika kikosi cha Yanga, wametaja kwamba tayari kwa Atoula Yao ameanza mazoezi mepesi na anaendelea kujiweka sawa na huenda akarejea dimbani 100% kwenye msimu ujao. Nakumbuka pia kandarasi yake na Yanga imekwisha kufikia tamati na ni swala la muda tu kuweza kuona kama Yanga wataamua kuachana naye ama kuona kama wao pia wataamua kuendelea naye. So ndo taarifa ambayo inazunguka kwa sasa kuhusiana na hali ya kiafya ya Kwas Atoula Yao ambaye kwa sasa ameanza mazoezi mepesi baada ya kuweza kufanyiwa operesheni yake na kidonda kuweza kukauka. Ni swala la muda tu kuweza kusubiri kuona kama ataweza kurejea mapema, itakuwa inshallah tukamshuhudia kwenye dabi ya Kariakoo. Ikiwa hivyo basi itakuwa unyama sana, lakini pia kuelekea msimu ujao huenda pia tukamshuhudia katika viunga vya Jangwani kama hatopewa thank you. So nimeona nikufahamishe kuhusiana na hilo, usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Till next time.